Bwana asifiwe. Mungu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Bwana asifiwe sana. Nakupenda na kujali na kuthamini. Ni mwalimu wako Mwalimu Glorimina Venance Mpua wa idara ya watoto na vijana, hasa wale wa mazingira magumu ya rohoni. Tuko Arusha, Bwana ametupanda pale kwenye udongo mzuri, hasa kwenye eneo la watoto wa mazingira magumu ya rohoni, si ya mwilini. Tofautisha ya mwilini kabisa, hatuko kwenye mwili. Mwili kama mwili utahitaji kusoma, mwili kama mwili utahitaji kuvaa, mwili kama mwili utahitaji hospitali. Sisi tuko rohoni, tuko rohoni. Huko ndiko Bwana alikotupanda. Maana yangu ni hii: wale vijana walioshindikana kabisa, wakati mwingine wamefukuzwa na jamii zao, wakati mwingine wametengwa kabisa, wakati mwingine hawana thamani, Bwana akatupanda hapo, akasema katika hapo palipokuwa pachungu ndipo anakwenda kupiga maji mwambani, na maji ya uzima yatatoka mahali hapo. Haleluya. Funika macho yako tuombe. Mungu wa Isaka, Mungu wa Elia, Mungu wa Yakobo, mfalme wa falme, Baba tumaini la maisha yetu, tuko mbele zako saa hii na wakati huu Ebeneza. Baba tunasogea, tunakunyenyekea Ebeneza. Baba ninashuka Bwana, ninashuka uliye mwamba wangu na ngome yangu. Anza pamoja na sisi kipindi hiki Bwana. Uwepo wako na huruma yako Jehova ili katembee. Mamlaka ya damu ya Yesu Kristo aliye hai, Bwana wa vita katembee. Roho Mtakatifu karibu, Roho wa Mungu karibu, uwe pamoja nasi, enda nasi Bwana. Sifa ni zako, utukufu ni wako, adhama ni zako. Usituache wala usitupungukie, tukiomba na kuamini, amen. Mungu wetu asifiwe sana. Na kukaribisha sana kwenye darasa letu la ukombozi kwa habari ya watoto wetu wa kiume. Wakati tukirekodi masomo haya, tuko kwenye maeneo yanaitwa maeneo ya Gambosh, maeneo ambayo ni magumu sana, maeneo ambayo yana vitu vya ajabu ni vingi mno, maeneo ambayo kiukweli panaogopeka. Pasipo kuitwa uweze kufika haya maeneo, pasipo Mungu uweze kufika haya maeneo, pasipo kufanya kazi na Mungu uwezi. Ukisema kwamba uje maeneo haya ufanye kazi ya Mungu, ni viwili tofauti kabisa. Lakini ukija unafanya kazi na Mungu, sio kufanya kazi ya Mungu. Ukifanya kazi ya Mungu ni tofauti na kufanya kazi na Mungu. Ukifanya kazi ya Mungu, kuendesha huduma pamoja na dhambi ni kitu cha kawaida. Lakini ukifanya kazi na Mungu, yuko ndani yako. Yeye ni Ebeneza, yeye ni Bwana wa vita, yeye ni Alfa na Omega, yeye ni kimbilio letu, yeye ni mwamba wetu, yeye ni Alfa na Omega. Yaani majina mengi ya Mungu Jehova yakijaa ndani yako, unapita la zaidi ya kupita. Haleluya. Una uwezo wa kusimama mahali popote pale, mahali ambako watu wengine hawawezi kufika, lakini wewe una uwezo wa kufika. Haleluya. Kwa tunarekodi haya masomo, tuko huko Gambosh, na tumekuja kwa jambo moja tu, kutengeneza makala maajabu ya Gambosh. Bila shaka umeiona kwenye chaneli yetu pendwa ya maombolezo ya mtoto wa kiume. Umeona maajabu ya Gambosh. Roho wa Mungu alituambia tutangulie kwanza na maajabu ya Gambosh ili tupate vyanzo, tujue kwamba misingi yake ni kwani. Ulishapataga tu shida sana ndugu yangu, si mtoto wako unajua, si mtoto wako angalia vile alivyokusumbua. Kwani umempeleka kwenye maombi wapi na wapi? Kwani umesimama umeenda hospitali wapi na wapi? Umekwenda kwenye sijui nyumba za nini, sijui sana hizi nyumba za kuhifadhia hawa watoto wa kiume ambao wenye shida ya akili. Umeenda huko mara ngapi? Lakini je, umepata ufumbuzi? Kwenye vyanzo ni mwaka huu wa 29 nikihudumia hawa watoto katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kushughulikia vyanzo ni muhimu mno. Ukienda kwenye vyanzo, wewe utaona unavuka na zaidi ya nenda kang'oe ule mzizi. Rudi kwenye vyanzo, rudi kuanzia, anza kupiga hesabu. Wakati unamzaa huyu mtoto, kulikuwa kuna nini ambacho kilichokuwa kinaendelea? Kuna maneno gani yalitamkwa? Ukirudi kwenye vyanzo,
Kufunguliwa kwa huyu mtoto ni rahisi. Wakati mwingine wamekuwa wanatembea katika hali ya kukataliwa, kwa sababu kama mwombaji, kama Mkristo, kama mtu uliopewa dhamana kwa habari ya mtoto wako, yawezekana uko mbali. Yawezekana uko mbali. Imefika mara umesema katika hili hii haitawezekana, katika hili huyo hawezi akafika hapo, katika hili hatuwezi kupasua moja kwa moja. Umeona, umekubaliana mawazo ya watu walioshindwa. Umekubaliana na mawazo ya watu walioshindwa. Mwana wa mfalme Yesu, angalia sana hata marafiki wale ulio nao, wale marafiki unaoenda kuwaomba ushauri, angalia sana. Roho wa Mungu, kaa ndani ya pendo la Kristo, kaa ndani ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakushauri, Roho Mtakatifu atakwambia nini cha kufanya. Lakini tunapotegemea wanadamu na kwenda kuomba ushauri kwa wanadamu, ni wachache sana mwanadamu wa karne ya leo anayetaka mema kwa mwenzake. Ni wachache mno. Mfano, unaenda kuomba ushauri kwa mtu, hodi mama fulani, hodi baba fulani, yaani mtoto wangu imekuwa ni aibu sana, ni mwizi, amekuwa mwizi kila siku, naomba tu nisaidie hapo, tunafanya nini hapa? Atakachokuambia atakwambia mfukuze. Haya, amekupa dawa, umemfukuza. Kula anakutana na mtu mmoja anaitwa Mwalimu Dunia. Mwalimu Dunia anafundishaga bila ada, ndo anakwenda kuwa mbaya zaidi. Kumbe ni bora usingeenda kuomba ushauri, ukabaki Roho Mtakatifu ni mshauri wako. Huyu mtoto, Roho Mtakatifu atakwambia ufanye nini kwa habari ya huyu mtoto wako mwizi. Tuna vyombo vya sheria, si ni bora tu kamkamata kampeleka kwenye chombo cha sheria, akaenda kula kukutana na wanaume wenzake, akapewa adhabu 2-3, akirudi atarudi huko tofauti kuliko unapomfukuza. Tunaipatia ugumu sana serikali zetu, mahali popote pale ulipo, tunawapatia viongozi wetu ugumu mno. Unamfukuza mtoto wa kiume aende wapi? Unapomfukuza kwa sababu ya kosa fulani, kwa sababu ya dhambi fulani, badala ya wewe usimame kuwa msaada wake, wao unamfukuza. Unategemea nini? Kula anaenda kukutana na ushauri mkubwa, kula anakwenda kujifunza mambo mabaya zaidi. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Mungu ni wa rehema, Mungu ni mpaji. Mungu yuko tayari kukupatia moyo mpya, moyo wa kumthamini mwana wako tena, moyo wa kwenda kuangalia vile vyanzo. Mtoto wako ameumia, kazi, mbu anaingia mdomoni. Mungu ni wa ajabu. Sasa anakupa ahadi kwamba nami nitawapa moyo mpya. Pokea moyo mpya. Pokea moyo mpya wa kutafuta mapenzi ya Mungu kwa habari ya mtoto wako. Pokea moyo mpya, maana tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Safari ya maombi ya ukombozi ya mtoto wetu wa kiume sio kitu rahisi. Tutaenda tunajifunza masomo. Kuna siku moja nitakuja kukuambia, jamani, leo tunaingia kwenye maombi kwa habari ya mtoto wetu wa kiume. Nitakwambia, maana kwenye hii somo letu tunasema kwamba machozi ya mwenye haki yana majibu. Siku moja mimi na wewe kwenye media hii tutapiga magoti wote, tutasalenda mbele za Baba yetu wa mbinguni kudai haki ya watoto wetu. Mtoto wetu ambaye amefichwa mafichoni, mtoto wetu ambaye ameaibishwa, mtoto wetu ambaye hawezi kabisa. Umeona, amefichwa, hayupo. Ni mtu ana miaka 30, hana talamani ya maisha yake. Ni mtu ana miaka 40, hana, amejisahau, ameridhika na maisha alionayo, ameridhika na ujinga unaoendelea, ameridhika na mapombe yake, ameridhika na masigara yake. Sisi tunyamaze tu? Ameridhika na uzinzi? Tuendele tukakate rufaa ya damu ya Yesu Kristo aliye hai kwa habari ya wana wetu, kwa habari ya wana wetu. Bwana anasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya. Tupokeeni moyo mpya, moyo mpya wa kupenda watoto wetu, moyo mpya wa kuthamini watoto wetu, moyo mpya wa kufuatilia mtoto wangu wa kiume yuko wapi, anafanya nini, na kwa nini amejiingiza kwenye makundi haya, na kwa nini yuko 1, 2, 3. Saa imefika ya ukombozi. Atukuzwe mwana wa Adamu. Saa imefika ya kukumbukwa wana wetu. Atukuzwe mwana wa Adamu.
Pokea sifa, heshima na utukufu wa Ebeneza, kwa sababu unatupenda kupita upeo. Ndugu, changamka. Ni wakati wa kulia sasa. Ni wakati wa kwenda kule mafichoni kuhakikisha kwamba gamboshi zimetapika watoto wetu. Sisi na wana wetu tunakwenda kumtolea Bwana dhabihu. Haleluya! Sisi na wana wetu tunakwenda kumtolea Bwana dhabihu. Endelea kutufuatilia vipindi hivi. Tunaendelea na mfululizo wa masomo yote kwa yote. Wakati tunarekodi masomo haya, tunakuandalia maajabu ya gamboshi. Tutaanzia hapo kwenye maajabu ya gamboshi, utaendelea na masomo. Baadaye tutakuja kutangazia ni lini tutasimama na maombi kwa habari ya watoto wetu. Tunakupenda Mwalimu Glory Mina na timu nzima ya Injili ya Watoto. Tunakupenda sana, tunakuthamini sana, tunakujali sana. Atukuzwe mwana wa Adamu, anayefumbua mafumbo ya shetani, anayefumbua lakini tunaachaje kuzimu inatesa watoto wetu? Tunaachaje? Mtu ana miaka 40 hana idea ya maisha, amefichwa mapolini. Mtu ana miaka 35 hana chochote, analala chini, hana tagodoro, yuko tu, macho yake yamechoka tu, yuko ile. Tunaachaje? Kwani tulienda leba ise kwa ajili ya mashetani? Hapana. Hapana. Endelea kunifuatilia ndani ya haya masomo, alafu tutakuja kukutangazia siku ya maombi. Barikiwa sana mwana wa Mungu. Funika macho yako tuombe. Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako lenye thamani, tuko mbele zako Bwana saa hii na wakati huu. Usituache Bwana, wala usitupite unapozuru kanisa lako Ebeneza. Asante Mungu wangu kwa somo hili Jehova. Tutangulie tena kwa kipindi kingine, kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu nikiomba na kuamini. Amen.